Uh, asante. Leo ninataka nizungumzie jambo moja la kusikitisha sana ambalo amefanyiwa kijana mwenzetu James Temba. Ni tukio la kinyama sana. Binadamu aliyetekwa akakatwa kichwa kama mnyama, kisha mwili wake ukatupwa katika mto Msimbazi, Dar es Salaam. Hili tukio linaumiza mioyo yetu sana. Hapa hatukupaswa kufika hapa kama nchi yetu ya Tanzania, nchi ya Tanganyika ambayo mababu zetu walitulisisha nchi yenye amani, nchi iliyosifika kila sehemu duniani, nchi nzuri yenye kila aina ya upendo. Lakini hapa ndipo ambapo nchi imefikishwa sasa. Binadamu anatekwa, anakatwa kichwa kama mnyama, kisha mwili wake unatupwa kwenye mto Msimbazi. Tazama mwili huu. Oa binadamu mwanangu. Binadamu yoka katwa kichwa bondeni Msimbazi Tabata huko. Costa naongea binadamu kakatwa kichwa mwanangu. Tarushia kwenye magrupu mtaona. Tupo Barakuda kwa chini bondeni Msimbazi huko. Zanzibar Kefu kwa chini huko, watu watumieni kwenye magrupu jamani, mtaona nitaisambaza. Kama kuna mtu kapotelewa na ndugu yake, kuna mwili mmoja upo chini huko Msimbazi Tabata bondeni huko. Alafu fikiria, huyu angekuwa mwanao, angekuwa baba yako, huyu angekuwa mdogo wako, huyu au angekuwa mumeo, ungejisikiaje? Tazama hii video hapa inapoelea kwenye maji, maiti ikiwa haina kichwa. Huyu ni Mtanganyika. Binadamu yoka katwa kichwa bondeni Msimbazi Tabata huko. Bila shaka umetazama hiyo video. Sasa fikiria, huyu angekuwa mwanao, mume wako, kaka yako, baba yako au mtu wa familia yako, huyu aliyokatwa kichwa. Tazama, picha yake ni hii hapa, anaitwa James Temba. Tazama picha yake ni hii, anaitwa James Temba. Huyu mtu ametekwa Tabata, Dar es Salaam. Kichwa chake kimekutwa, mwili wake umekutwa ndani ya mto Msimbazi. Hauna kichwa. Huyu ni Mtanganyika. Huyu hapa ni ndugu yake na msanii wa hip hop Temba. Tazama alichoandika Temba leo. Ukipitia kwenye posti zote za Temba, wakati ndugu yake ametekwa na kupotezwa, hakutoa taarifa yoyote. Leo hii anaposti picha hii, anasikitika baada ya ndugu yake kufa. Hawa ni wasanii wetu ambao wasanii siku zote wakati sisi tunapigania haki, wao wameangalia maslahi yao. Hawa ni wasanii wetu wa Tanzania. Hawajali chochote kuhusu haki. Watu wanatekwa, wapo kimya. Watu wanapotezwa, wapo kimya. Leo wamefikiwa. Ndugu yake naye ameuawa kinyama. Leo hii anasikitika kwenye posti yake. Mnakuwa wapi wakati sisi tunapiga kelele utekaji? Ni kwa nini mnanyamaza wakati sisi tunapigania haki? Mnaona sasa faida ya kukaa kimya? Leo hii mnakuja mnalia na nyie mmefikiwa. Nyie ndio mnapiga kampeni za Chama cha Mapinduzi miaka yote. Tunasema wakati wa kupigania haki, hii haina dini, haina chama cha siasa, haina kabila. Tupiganie haki, tusimame, tupinge utekaji. Nchi yetu ilikuwa ni nchi ya amani. Tazama leo watu wanachinjwa vichwa kama wanyama. Katika nchi hii, muasisi wa content creator MC Pilipili alitekwa, akauawa. Wasanii wamekaa kimya mpaka leo. Polisi Dodoma alisema wanachunguza. Mpaka leo hakuna ripoti yoyote ya kiuchunguzi. Wasanii wapo kimya. Wasanii wapo kimya, hiyo hawahusu. Juzi wakati ripoti ya Chande inatoka, wasanii wanashindana kufanya freestyle ya hip hop. Wasanii, nchi inasubiri ripoti ya Chande ambayo ndugu zetu wameuawa. Nyie mko bize. Hili litamkuta kila mtu. Yaani mkiendelea na ujinga, hili litamkuta kila mtu, na msije kutulilia. Kama mmeamua kukaa kimya, mnaona nyinyi pesa ni bora kuliko utu na uhai wa wenzenu wa Tanganyika. Mungu amewapatia vipaji na vipawa kwa ajili muonyeshe nchi kule inakoelekea. Nyinyi mmenyamaza kimya. Endeleeni kukaa kimya milele. Kwa nini mnakuja kulia kama hivi kwenye posti sasa hivi? Sisi tumesema nchi hii tunataka haki. Tukomeshe utekaji wa Tanganyika, waishi kwa raha kwenye nchi yao. Watu wanaishi bila amani. Watu wakiona gari za polisi, gari zisizojulikana mtaani wanakimbia. Ni nani leo hii
gari aina ya Land Cruiser ikipita mbele yake ikiwa ina tinted, nani ana amani sasa kwenye nchi yetu ya Tanganyika? Kwa nini tunaruhusu haya? Kwa nini tunaruhusu haya yatokee kwenye nchi yetu ya Tanganyika? Ni kwa nini na hatotokea mtu yoyote wa kuchukua hatua? Kwa sababu waliopo kwenye mamlaka, hao viongozi haramu ambao hawajachaguliwa, ndio wanatekeleza haya. Hakuna wa kuchukua hatua. Ndugu zangu vijana, tazama kijana huyu, hii ndio shule aliyosoma, watu wanamfahamu. Angalia mtu kaandika hapo. Ndugu zangu vijana, tujilinde. Ni wakati wa kujilinda wenyewe vijana. Hakuna mtu wa kututetea. Hakuna mtu wa kututetea sasa hivi Tanganyika. Vijana, jilinde, usitembee kizembe. Mtu akija kukuchukua nyumbani kwako, bora ukafia nyumbani kwako, usikubali kuondoka. Nani ataruhusu ujinga kama huu? Mtu anakatwa kichwa kama mnyama. Mtu amekatwa kichwa kama mnyama. Tembo ana thamani. Mtu atakayeua tembo, atakayeua simba, anafungulia kesi ya uhujumu uchumi, anapelekwa gerezani. Tazama binadamu kwenye ardhi ya Tanganyika. Tazama watu wanachinjwa vichwa. Tazama maiti hii. Watu wanachinjwa vichwa kwenye ardhi ya Tanganyika. Watu wapo kimya. Wasanii wako bize na mambo yao. Haya hayawahusu. Leo kila mtu atafikiwa. Ndugu zangu, hii haikubaliki. Hatupaswi kunyamazia ujinga kama huu. Hii haikubaliki. Hatuwezi, bora mtu uwe wote. Hii haikubaliki. Hatuwezi kukubali muendelee kuua vijana kama hii. Hawa vijana ni nguvu kazi. Kijana huyu wazazi wake wamemsomesha. Amesoma vizuri. Wazazi ni tegemeo lao. Leo mmemuua, mmekatwa kichwa kama hivi. Maumivu kwa familia. Kwa sababu gani? Kama mtu ana makosa, mpelekeni mahakamani. Mmepewa kibali wapi? Amri ya Mungu inasema usiue, lakini bado utakuta kuna makanisa ya kemei uovu kama huu. Bado kuna washenzi na wajinga wanaimba mapambio dhidi ya serikali haramu hiki ambacho inatekeleza kwenye ardhi ya Tanganyika. Huu sio utamaduni wetu ndugu zangu. Hatuwezi kunyamaza. Mtatuua wote, ila hiki hatuwezi kufumbia macho. Kwa hiyo ndugu zangu wasanii, ninawaambia kwa mara ya mwisho, endeleeni kuwa wajinga. Endeleeni kuwa wajinga. Mkifikiwa, nyamazeni kimya kama ambavyo mnatupuuza. Hii nchi ni ya kwetu sote. Semeni. Nyie mna sauti. Nyie ni kioo cha jamii. Unganeni, semeni, kemeeni. Sasa mmefikiwa kwa Pilipili, MC Pilipili mmekaa kimya. Leo limemkuta Temba, mtanyamaza kimya kwa sababu gani? Nyie ndio waimbaji wao wa mapambio wakati wa kampeni. Familia zenu zitawahukumu, kizazi kitawahukumu, hamtabaki salama. Kama mtaendelea kufumbia macho haya yanayoendelea, hamwezi kuwa salama katika ardhi ya Tanganyika. Na sisi hatujachagua, hatuwezi kunyamaza kwa sababu leo huyu, kesho mwanangu atachinjwa, kesho mimi nitachinjwa. Bora nikasema leo, nikachinjwa wakati nikikemea uovu. Siwezi kunyamaza hata siku moja.